ikiwa kama ad-dunya mamarrun, dunia ni mapito, wal akhirah maqarrun, na akhira ndiyo sehemu ya kukaa milele, ya kudumu, basi kila mmoja wetu anatakiwa aishi katika status hii. Yaani kila mmoja wetu anatakiwa awe katika status inayosema al-amsu darsun wal yawm fursatun wal ghad amalun qad la nasilu ilayhi. Bimaana kuwa al-amsu darsun, kwamba jana katika masiku yako uliokuwa nayo, jana iwe ni darsa kwako la kujifunza, umekosea wapi, umepatia wapi. Wal yawm fursatun, na leo yako iwe ni fursa ya kuweza kurekebisha pale ulipokosea au kuongezea pale ambapo ulipokuwa unaona kuwa ulikuwa umefanya vizuri. Wal ghadu, ama kesho, amalun qad la nasulu ilayhi, fahamu kuwa kesho yako ni matarajio, ni matumaini yako, lakini huenda matumaini hayo usiyafikie au tusiyafikie. Ndugu zangu watukufu katika imani, inama anta ayyamun idha dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka. Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri aliwahi kusema maneno hayo ya kusema, ya ibn Adam, mwanadamu, inama anta ayyamun, kwa hakika wewe ni mkusanyiko wa masiku, wewe ni masiku, wewe ni siku. Idha dhahaba yaumun, itakapoondoka siku katika maisha yako, unaona masiku ambayo yanakwenda na kurudi, itakapoondoka siku, dhahaba ba'dhuka, sehemu yako imeondoka. Idha dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuka, fahamu kuwa itakapoondoka siku ikapita, basi sehemu yako katika maisha yako wewe tayari imeshaondoka. Ndugu zangu katika imani, mtoto mdogo leo hii pale anapozaliwa, kadri siku zinavyozidi kwenda anakuwa, walillahi alhamdu, lakini ndivyo ambavyo anamaliza au anazipoteza siku zake za kuishi. Hata wewe ambaye ni mtu mzima wa leo hii, kijana mtu mzima wa leo hii, fahamu ya kuwa kadri vile ambavyo unashangilia birthday yako, unashangilia kwamba leo hii ni mfanano wa siku ya kuzaliwa, fahamu ya kuwa mfanano wa siku ya kuzaliwa inakusogeza katika kaburi lako. Kubwa zaidi ni kujiandaa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, enyi ambao mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Hashr aya nambari 18, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, enyi ambao mliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taqullah, muogopeni Mola wenu, muogopeni Allah, lakini wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, na itazame nafsi kitu gani ambacho umetanguliza kwa ajili ya kesho. Ndugu zangu katika imani, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Aliwahi kusema Ibn Umar kuwa zihisabuni nafsi zenu kabla haijafikia siku ya kuhesabiwa. Bimaana ikifikia siku ya kuhesabiwa utakosa kupata fursa ya kuweza kurekebisha pale ambapo palipopungua. Kwa hiyo kila mmoja miongoni mwetu anatakiwa awe hadhir, aangalie namna gani yeye anayaendea yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka, na namna gani ambavyo anayaepuka yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyakataza. Innama anta ayyamun idha dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka, kwa hakika wewe na mimi mwingine ni mkusanyiko wa masiku tu. Idha dhahaba yawmun, itakapoondoka siku, dhahaba ba'dhuka au dhahaba ba'dahu, itakuwa sehemu yake ya maisha imeondoka.